Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristu. Mwana kondoo ameshinda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ninamtukuza Yesu kwa ajili ya shangwe za namna hii ambazo tunamzilishia Yesu ushindi na kutukuzwa kwa jina lake Bwana wetu Yesu Kristo, yule ambaye alikufa pale Calvary msalabani kwa ajili yetu. Nipende kumshukuru Mungu kwa ajili ya wageni wote ambao wameweza kualikwa kwa njia ya kadi. Inawezekana ulialikwa kwa njia ya mdomo, sio kwa kadi, lakini ulialikwa katika ibada ya leo. Ninamtukuza Mungu kwa ajili yako, lakini pia ninamtukuza Mungu kwa ajili ya washiriki wa kanisa hili la Waadventista wa Sabato Kiyombo, pamoja na washiriki wengine wa kanisa la Sabato ya jirani yetu ambao wameona ni vyema siku ya leo tushiriki ibada hii ya Sabato ya wageni pamoja, ili kukutana na Yesu katika Sabato ya leo. Wanatoa maji anaingia, wanatoa maji. Inawezekana wakati huo Petro anamwita, "We Simoni, jitahidi hapo, maji yanazidi. Toa haraka. Acha uvivu wewe." Inawezekana kipindi hicho wanayatoa maji. Wanafunzi wa Yesu wote 12 wanasaidiana. Ieleweke tu ya kwamba wanafunzi 12 wote walikuwa ni wanaume, na kwa sababu wote walikuwa ni wanaume, kawaida waliamini ya kwamba wangeliweza kuyamudu maji kulingana na hali ambayo ilikuwa ikiendelea. Kwa hiyo wakajiamini hawa wanafunzi 12, hizi ndume 12 wakaanza kutoa maji. Wakati wakiwa wanatoa maji, Biblia yangu inaniambia ya kwamba ndipo ambapo zoruba na mawimbi ndani ya bahari yalizidi kuchafuka. Maji yakazidi kuwa mengi kuliko ilivyo kawaida. Wakaendelea, wakajitahidi. Baadaye wakaona hii ngoma ngumu. Ieleweke hivi, wakati wanatoa maji peke yao ndani ya mashua, Yesu alikuwa pamoja nao, amelala chini ya mashua. Hello, Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Uko nje tunasikilizana kweli? Hebu punga hivi mkono kama unanisikia. Oh, haleluya. Bwana atatusaidia. Yamkini kuna changamoto ya umeme. Muwe na amani. Yesu atazidi kuongea na sisi. Kwa hiyo wanafunzi wa Yesu, pamoja na kupambana kote walipokuwa wakifanya, Yesu alikuwa pamoja nao chini ya mashua amelala. Tunatambua ya kwamba tunapozungumza juu ya Yesu tunamtambua kama mwana wa Mungu, Yesu Kristo. Lakini tunapozungumza juu ya Yesu tunamtambua kama Mungu. Tito 2:13 Biblia inaweka bayana, inamtambulisha Yesu kama Mungu mkuu ndani ya Biblia, maandiko matakatifu. Lakini haitoshi, Yohana 3:16 inamtambulisha Yesu kama mwana wa Mungu. Wana wa Yesu unaozungumziwa hapa si wana ambao upo katika hali ya kibiolojia ya kibinadamu ya kawaida. Nikisema namaanisha ya kwamba Yesu hakuzaliwa kwa njia ya mwanamume na mwanamke kukutana, bali alizaliwa kwa neno kutoka kwa nani? Kwa tunapozungumza juu ya neno Yesu ambaye anatambulishwa kama mwana wa Mungu, maana yake ni hii. Maana yake ni kwamba Yesu ana sifa ya kuwa mwana wa Mungu katika uwana wa kiroho na sio uwana wa kimwili. Haleluya. 100% za Yesu alikuwa ni mwanadamu, na 100% za Yesu zingine alikuwa kama Mungu. Kuna wakati tuliona hali yake ya kibinadamu ikichukua nafasi alipokuwa duniani, na kuna wakati hali au nafasi ya kiungu ilionekana ikifanya kazi. Haleluya. Kwa sababu
alikuwa ana asilimia za ubinadamu ambazo zilipelekea Yesu kuchoka. Mwili ukachoka. Wewe ni shahidi hapa. Ukifanya kazi kuna wakati unachoka. Na ukichoka huwezi kufanya chochote pasipo kupumzika. Huwezi kabisa, huwezi. Na ukitaka kulazimisha, mwisho wa siku ni lazima umwe. Yesu anasema hivi, hicho kitu hakitaki, fanya matengenezo katika hilo. Yesu ana uwezo wa kutupatia kitu ambacho anahitaji tuweze kuwa nacho. Yesu ana uwezo wa kutupatia kazi. Yesu ana uwezo wa kutupatia afya. Yesu ana uwezo wa kutuponya na kutufungua kupitia jina lake Yesu Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mwisho, walipotendewa wale vijana walienda kumshuhudia Yesu juu ya yale ambayo amewatendea. Rafiki yangu ambaye unanisikiliza na kunitazama masaa ya mchana wa leo, nataka kukupatia habari njema hii ya kwamba tukimfuata na kumkimbilia rafiki anayejali ambaye ni Yesu Kristo, Yesu yuko tayari kutushindia kila aina ya dhambi ambayo kimacho ya kibinadamu inaonekana ni ngumu. Atatushindia katika maisha yetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yuko tayari kutupatia watoto wale ambao hatuna watoto katika jina la Yesu. Haleluya. Yesu yuko tayari kutupatia kazi. Yesu yuko tayari kutupatia biashara, kukuza uchumi wetu. Yesu yuko tayari kutupatia nyumba nzuri. Yuko tayari kutupatia gari pale ambapo tutamruhusu kutembea naye na kumuita katika maisha yetu ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wito wangu ni huu. Chagua kumkimbilia rafiki anayejali. Lakini uko hapa leo nasema ya kwamba kiukweli mwinjilisti, kuna kitu kimenitesa mno na nimeomba sana, lakini sioni kikifanyika. Hadi naona kana kwamba hichi ni kitu changu Mungu amenipa nikafe nacho. Sikiliza. Sikiliza. Sikiliza kwa makini. Imani haba za wanafunzi wa Yesu zilipelekea wanafunzi wa Yesu wakahitaji kufa. Ila waliporudisha imani juu ya Yesu Kristo na kutambua kwamba yuko Yesu anayetembea nao katika maisha yao, walipomwita Yesu, Yesu aliwaokoa. Inawezekana hilo jambo umelikatia tamaa. Nahitaji kukupatia moyo siku ya leo, kukutia moyo. Nahitaji kukuambia habari njema hii ya kwamba lichukue, mpatie Yesu mchana wa leo. Yesu anaenda kukutendea katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana ulikuwa mbali na Yesu kwa muda mrefu, ila leo kupitia sauti ya Mungu umeisikia sauti ya Yesu anasema kwamba kiukweli nimefanya mengi sana kinyume na Yesu, ila kwa sauti ya Yesu leo niko tayari kutembea na Yesu ili Yesu akatende katika maisha yao. Wako wengi sana ambao walitendewa na Yesu baada ya kuweka imani zao kwa Yesu. Rafiki yangu, mgeni na mwenyeji ambaye unanisikiliza masaa ya mchana wa leo, utakapoiweka imani yako kwa Yesu, Yesu ataenda kukutendea. Wako wetu wengine wengi katikati yetu hapa ambao waliweka imani zao kwa Yesu, wanamshuhudia Yesu juu ya yale ambayo aliwatendea katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini kabisa hata kanisa la Kiombo tuna imani juu ya Yesu Kristo. Tumemwona Yesu akitutendea hata katika maendeleo yetu ya kanisa tulipomwita katika jina la Yesu Kristo. Ikiwa siku ya leo uko hapa unaumwa, una changamoto fulani, unasema ya kwamba ninatamani kumuona Yesu akifanya kwangu, na uko tayari kuiweka imani yako kwa Yesu, uko tayari kukataa mashaka, kukataa imani haba katika maisha yako, unasema ya kwamba ninahitaji kukutana na Yesu, ninakuthibitishia jambo hili la kipekee, mgeni unayenisikiliza na mwenyeji, utakapoiweka imani yako kwa Yesu, tunapoenda kumwita Yesu ili akatutendee, hata kama kuna mgonjwa katikati yetu anahitaji kupona, kukutana na Yesu,
dakika moja inatosha wewe kufunguliwa katika jina la Yesu. Haleluya. Ikiwa wale vijana wawili walifunguliwa, kwa nini Yesu asitende kwao? Ikiwa wako maelfu ambao walihitaji kupatiwa kazi wakapewa kazi na Yesu, kwa nini Yesu asikupatie kazi siku ya leo? Ikiwa una changamoto ya ndoa, uelewe watoto wako wamekuwa ni pasua, wanakusumbua, uone namna gani ya kufanya ili wakae sawa, walete kwa Yesu. Yesu atawanyoosha walipopinda katika jina la Yesu. Haleluya.